kikosi kinachotisha, kikosi cha vifaru. Watoto vifaru mnavijua? Ndio tumetoka huko, tumezaliwa huko, tumekulia huko. Kulia kwangu ni umoja ambao tuliuanzisha kwa ajili ya mambo ya kijamii. Hususa ni sisi wenyewe binafsi, kwa mtu anapopatwa na matatizo ya kuguliwa, matatizo ya kufiwa, kwa tukatengeneza umoja huu iwe rahisi kuwa tunakuwa na mawasiliano ya karibu. Nadhani kwamba hiki ni kituo ambacho kinakuwa na mahitaji yake. Sisi kwa uchache tu tumeguswa na tukaona kwamba tufanye nini? Tuje tuwatembelee hawa watoto na kuwaletea chochote ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia, sio kwa uwezo wetu. Tulikaa kama familia moja, tukaona je, mwezi mtukufu wa Ramadhani na mwezi mtukufu wa Kwaresima ni miezi ambayo imekutana kwa pamoja. Je, tunafanyaje angalau hicho kidogo ambacho tutakuwa tumekipata, tunaelekea wapi? Tukaguswa kuja katika kituo hiki. Mnaelewa kabisa mahitaji ya watu wengi yapo sehemu chungu zima. Kuna wagonjwa, wafungwa ambao wako mahospitali, lakini Mwenyezi Mungu akatuelekeza kituo hiki. Imekuwa ni baraka kubwa, baraka tele. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki chache ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia, tumeweza kuja nacho. Kwa uchache huo tulikuwa tunaomba mkipokee, ndugu zangu, ingaje hakitamaliza matatizo yenu hata robo, lakini tumeguswa kwa hicho ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia tumekipata. Mwenyezi Mungu katujalia tumeweza kupata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumefanikiwa kupata mchele kilo 100, unga wa sembe kilo 50, maharage kilo 20, sukari kilo 10, mafuta kula lita 20 dumu moja, sabuni robo kubwa ya unga, taulo za kike nazo Mwenyezi Mungu katujalia tumekuja nazo, biskuti tumekuja na auta 4, juisi katoni 5, maji katoni 10, madaftari 100, doti za kanga 5. Kwa uchache huo nilikuwa naomba muvipokee kwa moyo mkunjufu, ili iwe ni sadaka yetu kwa vijana wetu. Na hidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, hili zoezi kwetu sisi kama wana umoja itakuwa ni endelevu. Tunajua mahitaji yako makubwa, tumeingia mle ndani, vijana wetu wametutembeza pahala wanakojistiri, maana yake wanakolala. Kwa hiyo kila mwenye macho kajionea. Kwa hiyo hii, kwa sababu ndio mwanzo, si ahidi, lakini tutakwenda kupambana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Inshallah atakachotujalia tunaweza tukarudi tena katika kituo hiki. Kwanza ametuonyesha mapenzi makubwa, upendo, vijana wamechangamka, vijana wametupenda.
kila mtu kang'ang'aniwa. Kwa mfano namuona mzee hapa huyu, nafikiri leo hamtakuwa naye hapa, huyo ataondoka na huyu mzee, naona kabisa kamng'ang'ania. Kwa hiyo yote hayo ni mapenzi ya hawa vijana. Mama kiongozi wa kituo, Mungu akubariki, akuongezee hekima na busara, na hawa vijana wasaidizi wako hakika wanatendea haki ya watoto. Malaika unavyomlea ndivyo atakavyokuzoea. Wana mapenzi makubwa kutokana na dhani na uongozi mwema kutokana na wasaidizi wako. Hii itakuwa ni mfano tosha, na tunaomba vile vile baadhi ya vikundi ambavyo Mwenyezi Mungu atakuwa amevijalia, sio kwa uwezo, kwa nafasi hii unaitenda kwa nafasi, kutokana na upendo kutoka moyoni. Kwa hiyo ujio wetu unaweza ikawa tumefungua njia kwa vikundi vingine, wasizisikie unyonge. Hata kama anapata kitu kidogo kitapokelewa. Hata ukileta mfuko mmoja wa chumvi, pakiti moja ya chumvi itawasaidia. Kwa hiyo mimi baada ya kusema hayo, na nimesimama kama alivyosema mwenyeji wetu, mimi ndio mwenyekiti wa umoja huu. Kwa jina naitwa Omari Makore au Staff Sergeant Omari Makore mstaafu. Sisi mpaka unazikwa bado unaitwa cheo hicho hicho. Kwa hiyo msione hao wazee wamestaafu mbona wanajitaja vile vile. Mpaka unaingia kaburini wanasema tunamzika fulani, kopla fulani. Hivyo ndio maadili yetu na utaratibu wetu. Kwa uchache tu pia, sababu nimefuatana na kiongozi wangu ambaye mkuu wa msafara, nimpe nafasi kituo, viongozi wa kituo, watoto wajukuu na delegation niliongozana nao wenzangu. Habari za asubuhi. Wajukuu mjambo? Hatujambo. Shikamoo. Marhaba. Jambo letu. Naomba nichukue nafasi hii tu kwa niaba ya wenzangu. Mimi ndio mkuu wa msafara huu. Sisi ni wastaafu. Hatuna kazi nyingine tunayofanya, tumeambiwa tumepumzika. Maana serikali tumeitumikia, sasa tumepumzika. Lakini katika kupumzika kule tukaona kwamba kile kidogo ambacho tunapata, basi hata kwenye vitabu vya dini wamesema hivi, mkapeleke mweke furaha kwenye mioyo ya wengine ambao furaha walikosa. Tukaona tujichange kidogo tulichopata tulete kwa ajili ya watoto wetu, wajukuu zetu. Wako kwenye mazingira magumu kama tulivyo ambavyo tumeshaambiwa, watoto ambao hawakuja hapa kwa hiari yao, wamekuja kwa mazingira ndio yamewaleta hapa. Na hawa ndio taifa la kesho. Taifa la kesho ili tulitunze sisi. Tuwalee ili kesho wawe viongozi wazuri. Hao ndio viongozi wa kesho. Kwa taifa linatakiwa liwalee. Sasa taifa ni pamoja na sisi na vikundi vingine ambavyo vitajisikia. Basi tunaomba tu wapate kile kidogo, kwa sababu kutoa, wanasema kutoa ni moyo, sio utajiri. Kutoa ni moyo. Pata kidogo, atakacho kukuruzuku Mwenyezi Mungu, basi toa kidogo mrudishie. Hizi ni sadaka tumeleta, kwa hiyo tumemrudishia Mwenyezi Mungu kulipa zile fadhila kwa kile kidogo, kile kiasi ambacho ameturuzuku. Walimu na viongozi wa kituo hiki mnachofanya nyinyi ni ibada. Mko kwenye ibada, kwa sababu kuwalea yatima ni ibada. Mtapata malipo yenu kesho ahera. Kwa hiyo muendeleze tu upendo, mwapenda hao watoto, wasijisikie unyonge hata siku moja. Mjitahidi kwa kadri ya uwezo wenu, kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyowajalia. Na wajukuu zangu, naomba tu mfanye bidii kwenye masomo huko mnakopelekwa shuleni, mkasome kwa bidii kabisa. Hapa kujikomboa ni elimu tu.
Hamna namna nyingine, ni elimu. Mzingatie masomo huko mnakosoma. Niambia wengine mpaka huko chuo kikuu, hongera sana, mwaonyesha wenzako njia. Huyo ndio role model wenu. Nafikiri na Recho atafika huko. Na wewe ufika huko. Ndio role model wenu. Nafikiri na hapo wengine, si ndio? Ambao bado wapo chuo sasa. Ambao wamehitimu. Aha. Hongera zao. Ningepiga makofi lakini mkono mbaki mmoja. Recho mwingine ameruka. Hongereni sana. Sisi mimi sina mengi ya kusema, maana nikisema mengi mwisho nitaishia kujisifu. Sihitaji kujisifu hapa katika hapa. Naomba niseme asanteni sana kwa kutukaribisha. Asanteni sana kwa kutukubalia, kwa sababu ningeweza kusema sisi tulichonacho kinatutosha, msije hapa. Lakini mkakubali, tuliomba kuja, mkakubali. Kwa hiyo na sisi tunashukuru kwa kupokea sadaka yetu. Nashukuru kwa makaribisho yenu. Asanteni sana.